Watu wanasemaga hatuchezi vizuri, huko watu wanakula 2, wanakula 3, wanakula 1, wanakula 4. Je, siku tukicheza vizuri si mtu anaweza kupigwa kijiji? Kwa Yanga haichezi vizuri. Kuna watu wanaweza kusema Yanga haichezi vizuri, lakini wakija kukumbuka klabu bingwa wanabaki wametulia kimya. Na ndio maana leo tumekuja na jezi za klabu bingwa, ni kwa sababu kwamba bado tuna kumbukumbu ya klabu bingwa. Na kuna watu washai kusema kwamba kama huna uhakika kwenda mbele usitengeneze jezi za klabu bingwa, lakini sisi tuna uhakika kwenda mbele, ndio maana tumetengeneza jezi za klabu bingwa. Yani tunalinga. In short tuambie kitu kimoja. Sisi malengo yetu na focus yetu kuhakikisha klabu bingwa tunashika nafasi ya kwanza. Sasa hivi tunashika nafasi ya pili, tumesudia kimagoli. Tunahakikisha tunashika nafasi ya kwanza. Ukiachana ligi kuu ya NBC, sisi sasa hivi hatuna mpinzani yote ambaye anaweza kutusumbua kichwa. Sisi focus yetu, malengo yetu kuhakikisha, umeelewa, ule ukubwa unaongezeka, kwa sababu sisi tumeambiwa tuko kwenye kundi la ukubwa. Sasa nataka tuonyeshe na tuishie umma kwamba sisi ni wakubwa. Mpaka sasa hivi hatujapoteza mchezo wote. Nyumbani tumeshinda, ugenini tumesare, ni sasa tumepata pointi 3. Umeelewa? Lakini ndio kwa wote labda niwahakikishie umma, mashabiki wa Yanga wazidi kujitoa, kwa sababu Tanzania timu moja tu. Yanga Africans ndo timu ambayo ndo timu na kazia kwa mwanangu ni kwamba Yanga Afrika katika group lake ni timu ambayo haijaruhusu goli hata moja. Tuna clean sheet, yana na clean sheet za klabu bingwa. Lakini wengine tunawaona hapa nyumbani wametutia aibu, lakini sisi ndo tunawabeba watu wengine. Tusikitike kwanza kidogo, tusikitike kidogo. Kuna watu wanasema leo mmecheza na timu dhaifu bwana. Sawa. Hivyo katika ligi hii nani ambaye yuko vizuri? Hebu nitafutieni nyinyi katika ligi hii nani yupo vizuri ambaye sisi hatujawahi kumfunga duniani katika ligi ya Tanzania. Naomba nimjibe swali lake. Naomba nimjibe swali lake. Iko hivi, sisi kutokana na ubora wetu wa kimataifa, sawa, lazima timu yote kucheza na sisi tuonekana dhaifu. Kwa nini? Tuna wachezaji international, tuna wachezaji ambao wanajitoa, tuna wachezaji quality player. Mnaelewa, kama si mashabiki tulivyotuona mashabiki wa Yanga, ukiona sisi tulivyo tuko quality, tunaongea uhalisia, tunalijua body na tuko kwa ajili ya Yanga. Kwa hiyo akisema tumecheza na timu dhaifu, acha kuongea, kwa sababu mfamaji siku zote haishi kutapata hapa. Kuficha mume, leo Dube mmemtafuta goli la kutenga wanasema. Goli la kombolela Butoko hizi. Umeiona penalty ya Dube? Ilipigwa mwaka 2002 na mtu mmoja wa Italiani. Mtoto mmoja jina limenitoka. Ile penati kama unataka kuifuata basi unaweza kuvunjika nyonga. Ile penati alopiga Dube sijawahi kuona katika hata klabu bingwa imepigwa penati kama ile. Ni penati ambayo ukiangalia kwenye TV utaona wewe, maana hujareplay. Ukiangalia unaona ule mguu kama unataka kuvunjika, kumbe penati ndio inaingia huko. Ile penati alopiga Dube sijai kuona katika klabu bingwa. Acha ligi yetu, klabu bingwa sijai kuiona. Ile penati ni hali ya juu sana. Dube mwacheni awe Dube. Hakuna mtu ambaye kama Dube katika ligi ya Tanzania. Kumbe kwa penati magoli ya kutenga ya kombolela. Ile penati haijawahi kutokea. Mimi naomba itoke penati nyingine tumpe Dube. Tushapata mpigaji penati. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu mkubwa. Tumepata mpigaji penati. Wanasema goli la kombolela liwe hata goli la Mama Kimbo, sio la kombolela. Sisi tumeshinda. Iko hivi, naomba nisikie kitu kimoja. So unasema goli la kombolela? Sawa. Sisi tutafanya vitu vinavyohitajika kufanyika ndani ya pitch. Yoyote, iwe Benjamini, sawa, iwe Chamanzi, iwe hapa KMC. Sisi tupo kwa ajili ya kuonyesha burudani. Wacha walopoke, wacha waongee. Ndio maana nasemaje, mfamaji yesu utapatapa. So wanacheza leo saa moja. Tutakutana saa moja afu utaangalia quality wa Yanga afu uangalie game yao. Mpira ushaisha, tamthilia kombolela inafuata saa moja. Mpira tumemaliza. Tamthilia kombolela saa moja inafuata, nendeni mkaangalie. Au tukajificha. Tamthilia kombolela ile. Saa moja nendeni mkamuone Kobisi. Mechi ishaisha. Saa moja mkamuone Kobisi. Mvuja juku nani? Matola. Kocha mkuu au meneja sasa? Meneja. Kocha mkuu. Maana mnatuchanganya. Kuna meneja, afu niwaambia watu kuwa meneja anapatikana baa. Watu wakawa nabisha. Umeona sasa meneja kashaondoka. Amebaki kocha mkuu nani? Matola. Na Mgunda mmemwona leo uwanjani? Mgunda sasa ndo anaenda kuwa kocha mkuu Simba. Mgunda ndo anaenda kuwa kocha mkuu Simba. Ankali Simba Mgunda anaenda kuwa kocha, kwa sababu kuna wawili chaguo lao. Kuna yule Ahmed Ali yule ambaye ndo anatakiwa kuwa kocha mkuu, ama Mgunda. Wakimkosa yule wanamchukua Mgunda. Suni tu. Jasusi sikashatuambia. Cha kumalizia. Ahmed Ali anakuwa kocha mkuu Simba. Cha kumalizia. Akasema jasusi sio mimi. Story ya jasusi. Jasusi. Cha kumalizia. Mwenyewe wa hovyo kwa mujibu wa Ahmed Ali. Yupo mule, yani jasusi kule Simba ni kama ngozi. Huwezi kuivua ngozi. Yupo mule, aondoki mule jasusi. Hapo Ahmed Ali kasema utamu ni mechi ya 3, utamu sio mechi ya 2. Ushasoma kitabu cha Willy Gamba? Basi kumtafuta mtu kama Willy Gamba ni kazi sana. Yanga sisi kama ni Willy Gamba ni watu hatari.
au unakuacha mbali vitabu vya Ligamba hujawahi kuviona? Sema nini? Labda cha kukusaidia. Iko hivi. Ukiona ndugu zetu upande wa pili, sitaki kuwataja jina, ni sawa sawa na kikundi cha kina mama cha Hasa ambacho kila siku tukipeleke 350 75, si ndio? Ndio kama walivyo. Sisi tunaonyesha laza, wao wanaonyesha matapishi, tuondoke. Asante. Imenifurahisha kwa sababu huu ndio mwaka mmoja tangu mimi nitoke kwenye shida, nimekuja kwenye raha. Kwa birthday yangu na Yanga amenifurahisha kwa sababu ameshinda goli 2. Ni jambo la kupendeza na kufurahisha sana kuona klabu unayoipenda siku ya birthday yako wanakufurahisha. Ni jambo jema sana kwangu mimi. Ushindi wa leo umeuonaje? Performance ni kocha alikuwa anajaribu kumjaribu kila mchezaji, na umeona namna ambavyo akitoka mtu anaingia mtu. Ni kikosi ambacho naona ukisema kikosi kikubwa, kikosi kipana, ndio naizungumzia Yanga. Leo tumeona namna ambavyo kocha ameanzisha wachezaji na amefanya mabadiliko, na tumeona timu ambayo imecheza vizuri, tumepata ushindi, hakuna shida yoyote. Tunaongoza ligi. Unatazamaje kiwango cha Celestine Kuwa? Ni mchezaji bora, mchezaji yote anayecheza Yanga hawezi kusajili mchezaji ambaye hana kiwango, isipokuwa kuna wakati labda game inaweza ikawa iko upande wako, lakini mwisho wa siku inacheza kitimu. Timu ndio iliyoshinda, Kuwa. Yaani timu ya Yanga ndio imeshinda. Kwa hiyo naye alikuwa na mchango wake, na ndio maana uliona mpaka amecheza mpaka dakika hizo zote umeziona. Kwa hiyo kama angekuwa na changamoto, mwalimu ndio mwenye kuona. Kwa hiyo kama nyinyi mlikuwa mnaona labda kuna makosa yamefanyika, sisi kama mashabiki tulikuwa tunashangilia ushindi. Tulikuwa tumwangalie mchezaji mmoja mmoja. Swala la kuangalia mchezaji mmoja mmoja ni swala la wachambuzi. Kesho mtasubiri kwenye vipindi vya michezo, mtasikiza wachambuzi wanazungumzaje kuhusu Kuwa na wachezaji wengine. Lakini sisi kama mashabiki kazi yetu ni kushangilia ushindi. Timu imeshinda, tumepata pointi 3, tunaongoza ligi. Hilo ndio kazi yetu sisi mashabiki. Unaona wapinzani wenu leo wakienda kushinda mchezo wa leo? Wakishinda bado sisi tunaongoza ligi. Kwa hiyo swala la kushinda kwao nao sio story, kwa sababu timu wanaocheza nayo sio timu kali sana. Labda ukiniuliza mechi hiyo itakayocheza tarehe 7 na Azam, labda naweza nikapima kidogo angalau uzani unafanana, lakini Mbeya City wao kuchukua pointi inawezekana. Lakini kuipima Simba lazima uipime na Yanga. Kama unawapima na wadogo bado hujapima vizuri. Na hata wenyewe wanajua hilo. Ili kuipima Simba yao lazima waipime na timu yetu sisi Yanga. Lakini hawa Mbeya City wanaweza kuchukua pointi tu. Unaona muendelezo wa kikosi bora cha Young Africans kiendeleza ubora wake ule ule? Of course yes. Umeona leo mwalimu alivyokuwa katufanyia surprise, kabadilisha wachezaji kadhaa, timu bado imepata ushindi na tumecheza vizuri. Kwa hiyo mimi naamini huyu kocha akipata muda mzuri, kwa maana ya muda mrefu, anaweza akafanya Yanga ikacheza kama ile ambayo Yanga tulikuwa tunaijua na tunaitamani. Sasa hivi tunapozungumza pia Meja Samuel huko wanajiandaa Simba kuingia uwanjani. Nini unakiona kwao, kwa sababu wao wanasema wamehamishia sasa makazi Tanzania, kwa maana NBC imerudi sasa, nao wanaingia kwa kishindo kabisa kwenda kule kileleni. Nawe sasa hivi tunaona siku ya leo umepanda kileleni, nini tutegemee? Yanga inavunja historia yenyewe kwa yenyewe, ndio maana ukiona lawama wanazosema wanasema Yanga haichezi vizuri. Hawasemi timu gani inacheza vizuri. Manake historia yetu sisi tunaivunja wenyewe. Wao waache wacheze washinde, yani sio shida yetu. Sisi mwisho wa siku, yani mwisho wa msimu, nani bingwa? Uwezo kumzuia Simba asishinde. Na sio kazi yetu kumzuia mtu asishinde. Kazi yetu sisi ni namna ambavyo tunaangalia mwisho wa msimu, nani kawa bingwa. Simba kushinda Mbeya City sio story kabisa kwetu sisi, sio story. Na tuangaliko, tunaangalia mwisho wa hizi mbio, nani bingwa, ndio kazi yetu sisi. Sawa, man of the match kwa leo unaona kabisa ametendea haki. Of course yes, wanachagua, wanaangalia, wanachagua. Nakwambia sisi mashabiki kazi yetu sio kuchagua. Kazi yetu si kuangalia timu yetu na kushangilia timu. Shabiki kazi yake kuzomea na kushangilia. Mambo mengine hao waulize wachambuzi. Kuna wachambuzi kibao, utauliza kuhusu masuala ya game imechezekaje. Lakini sisi kazi yetu sisi kushabikia kama leo hii, mimi birthday yangu na ushindi tumepata ndio furaha. Lakini mambo mengine ya uchambuzi, kumchambua nani na nani, mimi sio kazi yangu. Asante sana.